Kichichi Maro, nimewahi kuwa katibu mwenyeji wa kata ya Turu, lakini kupitia nafasi hizo leo nitaenda kwa haraka mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya, mjumbe mkutano mkuu wa wilaya. Kwa hiyo nina ziara katika kata 8. Nimesikia mambo kwenye mitandao kwamba fedha nyingi huwa ni za serikali, Kembaki hajawahi kufanya kitu chochote kwa fedha za mikono yake. Kwa hiyo nimeamua kuja leo hapa katika kituo hiki kama unachokiona cha hospitali ya Magena. Kwa hiyo nitaingia ndani kujihakikishia vitu ambavyo amesaidia humu kwa fedha zake za mfukoni. Asante sana. Ndio naingia katika hiki kituo katika vifaa ambavyo Kembaki ameweka humu kwa fedha mfukoni kwake. Tutaongea na mganga, tutatuonesha hivi vitu. Naomba tuingie tukajishuhudia wenyewe. Asante sana. Okay. Hii mashine ya ultrasound ambayo alileta mbunge na inatumika kwa wajawazito, wamama ambao wana matatizo ya tumbo na hata wazee. Ndio alileta mbunge na inatusaidia sana. Sawa, wakati analeta hivi vitu, je, kuna wagonjwa wanaokuja humu wanatambua kwamba kweli Kembaki kaleta ultrasound ya kuwasaidia humu? Wanatambua kama mbunge ndio alileta na alileta vifaa vingi, sio hichi tu. Na kuna vingine pia tutawaonyesha. Asante sana. Tunaomba tukaona vingine kwa sababu mambo ya kisio watu wanaongea kwenye mitandao kwamba ni vitu vya serikali. Lakini vipo vitu ambavyo Kembaki anatoa fedha zake mfukoni. Na ndio maana ninafanya ziara kila kata kujionea vitu anavyofanya. Asante sana daktari kwa huduma hii ya vitu mlivyofanya. Endeleeni kuhudumia wananchi. Changamoto ni kubwa wakati kabla ya kuja hii mashine, kwa sababu ilikuwa ukipata mgonjwa lazima tumtume kwenda hospitali ya wilaya ambayo ni Bomani, yeye apate vipimo aturudishie majibu. Ndio hiyo changamoto ilikuwa kubwa, lakini kwa sasa hivi majibu anapata hapa hapa, vipimo anapata hapa hapa, kwa hiyo inakuwa rahisi kwa wananchi na watu wa eneo ya karibu kupata huduma kwa urahisi. Ndio imesaidia sana. Asante sana. Naitwa Bashiru Huseni, ni patroni kituo cha afya Magena, na nimetembelea hapa na wageni wa mbunge kuja kuangalia vitu ambavyo amenunua mbunge na ambavyo amesambaza katika vituo vya afya na zahanati katika wilaya ya Tarime, na Magena ikiwa ni mojawapo. Tunamshukuru sana mbunge kwa kutuletea vifaa tiba na vifaa tofauti, sababu vimekuwa vinatusaidia katika kurahisisha huduma ili kutoa usumbufu kwa wananchi, ambayo ni kama vifaa ultrasound, vitanda vya wagonjwa, vimetusaidia sana. Kwa mfano baada ya kuingia katika OPD hii ya Magena hapa, kuna vitu ambavyo nilisema nitajionea mwenyewe ambavyo Kembaki amesaidia. Nimekuta kuna vitanda hapa vya wagonjwa vinaendelea kutumika, lakini kuna vitanda kama 9 katika hospitali hii. Lakini pamoja na vifaa hivyo vipo kila zahanati zote hapa wilaya Tarime, ambapo zinakosi shilingi B1.2, na hapa tunatoka katika eneo hili tunaelekea sehemu nyingine. Asante sana. Nilivyokushajitambulisha, mimi ni katibu Kichichi, nilikuwa katibu mwenyeji wa kata ya Turu. Lakini leo nilikuwa kwenye ziara kata 8 hizi za mjini. Pamoja na kufanya ziara kuonana na watu mbalimbali, ilibidi kwenda kujionea kazi ambayo mbunge anaifanya kwa kutumia fedha zake bila fedha za serikali. Kwa baada kutoka katika hospitali ya Magena, nimeelekea shule ya sekondari Magena. Kwa hiyo niko kwenye vyoo hapa ambavyo ametoa fedha kama shilingi milioni 4 kusaidia wanafunzi katika shule hii. Na wanafunzi, karibu mtuambie kuhusu hivi vyoo hapa. Karibu. Naitwa Frank Steven Nguru, ni mwanafunzi wa kidato cha pili shule ya sekondari Magena. Namshukuru mheshimiwa mbunge kwa kuweza kutujengea matundu ya vyoo. Mara ya kwanza tulikuwa na vyumba 4 kwa wavulana na wasichana. Kwa sasa ameweza kutujengea vyumba 10. Namshukuru sana, kazi iendelee. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Ndugu wananchi, kama nilivyosema, ninapoenda kila kata ninakutana na watu mbalimbali,
nakaa kwenye vikao na nazungumza na watu, lakini watu wananishauri naenda ufike ukajionee mambo ambayo Kembaki amefanya kwa fedha zake za mfukoni kuliko kufanyia kazi za mitandao. Kwa hiyo nimeanza kule Nkende kama nilivyoongozana na wewe. Sasa niko katika kata ya Sabasaba hapa. Hili ni eneo ambalo Mheshimiwa Kembaki alinunua kwa fedha zake mfukoni shilingi milioni 34. Kwa hiyo unaona wameweka hapa madarasa hii shule ya Sabasaba, lakini hili eneo linashuka mpaka kule chini na linaendelea sasa kujengwa kwa nguvu zake. Kwa hiyo hapa Kembaki kaweka fedha zake za mfukoni, sio fedha za serikali. Hapa ninaangalia jinsi baada ya kununua hili eneo Mheshimiwa Kembaki, wananchi wameweka hii hapa shule, lakini eneo ni kubwa sana. Jinsi unavyoona kuanzia kule chini mpaka chini hapa, lakini tayari darasa hili hapa limeshakamilika na naona linaendelea vizuri. Hili darasa ambalo tayari limeshakamilika, nguvu za wananchi wao hapa, lakini naenda katika darasa lingine ambalo halijakamilika liko hapo mbele. Lakini eneo ni kubwa sana. Eneo ni kubwa sana. Liko kuanzia huko mpaka kule chini kwenye miamba kama linavyoonekana. Kwa hiyo hapa shule baada ya kuwa imejengwa ni shule kabisa itatosha, itakayobeba wanafunzi wengi. Naomba kuelekea katika eneo lingine hilo hapa Sabasaba hapa kwenye shule ya sekondari Sabasaba hii hapa ambayo Kembaki amewekeza. Leo nataka kumaliza ubishi kwa sababu hata mimi niko hapa sijui Kembaki amefanya nini, nilikuwa najua ni fedha za. Kwanza nishukuru sana kama nilivyosema mwandishi wa habari na wananchi baada ya kuambia kwa kujionea kazi ambayo Kembaki anafanya kwa fedha zake tu za mfukoni. Lakini vile vile nipenda kushirikisha kwamba hii ziara mwenyekiti wa CCM wilaya anajua kwamba anafanya ziara na kuonesha vitu ambavyo mbunge wa Tarime mjini amevifanya katika jimbo la Tarime mjini. Lakini ziara hiyo iko kabisa rasmi na inaonyeshwa live, sio vitu vya kuficha. Kama kuna mtu atakuwa anajaji kwamba kuna fedha za serikali atasema, lakini napokutana wananchi wanakubali kwamba tuende kwenye maeneo ambayo Kembaki amefanya kazi kwa fedha zake aliyopatikana baada ya Kembaki kuwa mbunge yataonekana. Asante sana. Kwa jina naitwa Timotheo Hezroni, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Gregorio. Gregorio shule ya msingi kimsingi ni shule ambayo ipo katika kata ya Nkende, halmashauri ya mji wa Tarime. Ni shule ambayo imeanza rasmi mwaka 2023. Ilikuwa ni shule shikizi iliyolelewa na shule mama, shule ya msingi Nkende. Na wakati tunaanza mwaka juzi mwaka 2023, ni shule ambayo ilianza darasa la awali, la kwanza, la pili, la tatu mpaka darasa la 4. Na mpaka hivi tunavyoongea kwa muda huu ni shule ambayo ipo darasa la 6. Na tuna jumla ya wanafunzi 854 mpaka kufikia sasa. Kimsingi kwa jumuiya hii sasa na taasisi kuwa kubwa, ni shule ambayo imekuwa kubwa na mpaka kufikia hapa ilipofikia, kimsingi Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Kembaki amefanya mambo makubwa sana na mambo mazuri sana katika shule yetu. Kwani pamoja na juhudi za wananchi kujenga boma, lakini Mheshimiwa mbunge aliweza kuwezeka shule hii. Paa lote hili, jengo hili na vyumba vitano. Vyumba vitano hivi ni mkono wa mbunge. Kimsingi Mheshimiwa mbunge hongera zake sana, maana amefanya kazi kubwa. Lakini pia siku za karibuni mbunge ameweza kutupa madawati 10. Na sio hiyo tu, hapo pia mwaka juzi alitupa madawati 40. Kwa hivyo kimsingi mpaka kufikia kwa muda huu Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Mweko Kembaki ameweza kuisaidia hii shule kwa kiasi kikubwa, na mpaka kufikia hapo kimsingi tumeweza wala kupata ahueni ya mahala pa kukaa kama madawati. Na ni ombi letu kwamba pia mbunge aendelee kutusaidia ili kwamba mwisho wa siku shule yetu iendelee kuboreka, maana wanafunzi wanazidi kuongezeka. Hebu waza kwa mfano sasa hivi tupo darasa la 6, wanafunzi 800. Mwakani watakapokuwa darasa la 7, ni dhahiri kwamba wanafunzi watakuwa ni wengi sana. Kwa hiyo bado tunamuomba Mheshimiwa Kembaki pamoja na mazuri ambayo amekwisha yafanya, asiishie hapo, aendelee kutusaidia. Mwisho wa siku wana Gregorio na wana Kuibanga na wana Tarime mji kwa ujumla wake, basi elimu iweze kuboreka kwa mambo makubwa anayofanya. Asante sana.
Hapa nipo katika shule ya awali Regorio kama tunavyoiona hapa, na wanafunzi wako darasani, lakini bahati nzuri umetoka kuongea na mwalimu katika darasa hilo, na lengo ni nini? Ni kujiridhisha kazi aliyoifanya Mheshimiwa Kembaki kwa fedha zake za mfukoni, sio fedha zinazotokana na serikali. Kwa hiyo tumefika hapa, kama unapoona hii shule hapa, Kembaki ameiwezeka ili paa lote kwa shilingi milioni 17. Lakini shule Kembaki kwa awamu ya kwanza ameiletea madawati 10, kwa awamu ya pili ameleta madawati 40, na walimu umesikia kama hapo wanamshukuru Kembaki kwamba aendelee kuwasaidia jinsi alivyojitolea, na eneo ni kubwa hapa jinsi kama unavyoliona hapa. Kwa hiyo Kembaki hapo maneno ameyafanya makubwa sana, na ndio maana sasa leo nataka kupita kujihakikishia mambo ambayo amefanya, kuliko kwetu tunaangalia mambo ya mitandao. Tutaenda serikali ilichofanya ni nini, sehemu ya serikali tutaonesha imefanya serikali, sehemu ambayo amefanya kwa fedha zake tunazionyesha kama hapa ninapoonesha. Asante sana.